Habari za mchana. Salama. Unajua mashindano nianzie mwanti ipi? Yaani natamani ni tunachokichwana jinsi ninavyokielewa kila mmoja akielewe hivi. Sasa hivi napata shida nianzie pointi ipi? Yaani ninakuwa kama na lose consciousness. Ila mimi nilipata maradhi ambayo kiukweli sikuweza kujua ni maradhi ya aina gani, na mpaka muda huu nilivyosimama na nyinyi najisi kupona, ila ukiniuliza nilikuwa naumwa nini, sina nataka kujibu. Maradhi haya yalinipata kwa mara ya kwanza wakati nafanya mtihani wangu wa kidato cha 6. Ilikuwa shule ya Usagara High School iko Tanga. Wengi nadhani mnaisikia. Siku tunafanya mtihani wa kidato cha 6, nilipata hali moja ya tofauti. Yaani nikahisi nikikanyaga miguu chini, nasikia kama unachukua mguu unakanyaga kwenye misumari. Hali nilikuwa naisikia. Lakini kutokana na kwamba nilikuwa nimeshajiandaa na kufanya mtihani, ikabidi nimfanye tu katika mazingira yale jinsi yalivyokuwa. Nikani nifanye mtihani mpaka nimalize. Tatizo likaanzia pale. Limenipa hali ngumu. Mwaka uliofuata 2018 ulikuwa ni mwaka wa kuomba chuo. Ikabidi mimi ni stop. Nisiombe chuo. Vinyweleo vinapukutika. Yaani ngozi inakuwa plain kama unavyoona labda hapa hivi. Si hamna asili ya nywele. Basi ile maeneo ambayo yanakuwa na asili ya vinyweleo, ngozi inakuwa plain. Nashindwa kumove. Yaani ukiniambia nitoke hapa mpaka nifike hapa, umeweka milioni 5. Huyo alikaa hapa. Mimi sifiki. Na kama nikitembea basi naweza nikaanguka kama sikushikwa. Ili niliuzi ile balance, unajua ile uwezo wa mtu kusimama na balance. Nikaluzi kabisa. Miguu inakuwa mizito. Nikawa kama naelekea kama vile mtu anaelekea kustroke, kushindwa kutembea. Sasa unajua hakuna mzazi anayependa mwanae aharibikiwe. Kwa sababu kina mama ndio wanaojua uchungu wa mtoto. Mama ikabidi atafute njia mbalimbali. Nikaenda hospitali, kwanza nikapima, nikakuja Muhimbili nikapima, wakaniambia haoni ugonjwa. Kwa hiyo akili zikazi zimeama, tukaenda kwa waganga wa kienyeji. Yaani nawaambia ile free muelewe. Tumeenda kwa waganga wa kienyeji. Nadhani hakuna aina ya mganga hawezi kupita. Ndio ninachokiongea, yani Mungu ananiona. Yaani this point kuna siku ataniuliza hicho ninachokiongea. Hakuna dawa ambayo mimi sikunywa. Mbuzi, lete kuku, vitambaa, fanya hiki. Yote hiyo sio kwamba unafanya kile kitu unapenda. Unahisi kwamba unaweza kuwa njia yako wewe kufanya nini? Kupona. More than 3 million zimekatika. Hebu imagine nilienda nikapata chuo kipo pale Kigamboni, kinaitwa City College Health Science. Nadhani chuo maarufu. Yaani mwenye chuo alijitolea kunisomesha bila mimi kuingiza nini hata hii clinical medicine. Lakini nimegive up. Yaani nimeandika barua, siwezi kuendelea. Hivi can you imagine? Unalipia hostel, kulala. Ada ya chuo, alafu unagive up. Unaweza kuimagine kwamba nilikuwa na condition ya namna gani? Nilikuwa napata madoa, yaani mkono wangu nikifanya hivi, ninakuwa na madoa kama vile kitu ambacho kinaelekea kuoza. Nakuwa na madoa, nashindwa kuelewa nimeumwa nini. My brother hapa nimekuja naye hichi kinachokiongea, yeye anakijua vizuri kwa sababu alikuwa anaona. Tumehangaika sana, pesa zimepotea. Nimepelekwa hospitali, inashindikana. Sasa ikabidi tujiulize maswali. Unajua Mungu anapotaka kumsaidia mtu huwa anajua yeye mwenyewe atafanya nini. Siku moja nimekaa nyumbani baada ya mhangaiko wa muda mrefu, chuo ikabidi nihame, nikahamishia kule nyumbani nilipo, nikaomba uhamisho kule nikapewa, lakini bado tena kule inakuwa ni mtihani. Kwa sababu zile movement za kuingia udini, siku za mitihani, siku za round, unakuwa unashinda kwa sababu inahitaji stamina ya kutembea, inahitaji kukaa na mgonjwa ufanye nini, kwa unakuwa unashinda. Nikafika hatua wazazi wamefilisika. Serious. Yaani no money. Mzazi akasema bana, litakalotokea
litokee. Mimi sina tena nini jinsi, yaani nalala akili na waza madonda yalitokea mdomoni. Yaani baadhi ya watu wenye imani za haraka wakasema ni HIV. Serious, believe me. Wakasema ni HIV. Wengine ndugu hawaamini. Nikamwambia sasa mimi nasoma afya. Test kits za HIV ninazo ndani. Natoa, nachukua bioline, naweka damu, naweka haya. Kipimo kirudi hicho hapo. Positive. Wengine wakasema sasa wewe utakuwa umrogo na uchawi wa aina gani ambao watu wanatibu. My brother hapa ame lose pesa sijui ngombeni za namna gani. Hizi 300,000, 200,000 kinahitajika hiki kinatakiwa hiki. Wapi? Condition inarudi pale. Sasa na ndugu yangu mmoja yuko nchi za nje. Huyu nafikiri kwanza nilikuwa simfahamu kabisa. Ni kwenye asili ya ndugu za baba. Ni mtu mkubwa tu sana kwa nchi ya jirani. Akawa na safari hii corona hii nchi yao ilikuwa ile lockdown. Alafu watoto wakawa wanatakiwa kwenda shule. Watoto wake na mabinti wawili wanatakiwa kwenda shule Cyprus. Nchi ya Cyprus karibia na Turkey. Wanatakiwa kwenda chuo. Kwa hiyo ikabidi kwa sababu nchi yao na lockdown ikabidi afanye usafiri aje Tanzania, achukue tiketi za hapa, aondoke mkoa wa Kigoma, aje Dar es Salaam, alafu hapa achukue tiketi za hapa za kwenda wapi? Watoto waende shule. Sasa ile safari kwangu ilikuwa ni ya matumaini sana. Alipofika mimi nikaongea naye. Kwanza niliagiza hata kwenye WhatsApp nitafutie hoteli, nitafutie nini, nikafanya vitu vyote. Sasa alikuja kwa ajili ya kumpeleka watoto wake. Kweli watoto wake kwa wakati ya tickets wakawa wameondoka wameenda. Sasa alipokuja akaiona condition yangu. Akaniangalia. Wewe mbona huko kawaida? Yaani siwezi kustand hivi nilivyo stand. Nikisoma yaani nacheza hivi. Na lose balance. Yaani uwezo kufanya hivi lazima nikaanguka chini. Yaani naona hapa sijui ni nini. Yaani sijiamini kama ni mimi. Sasa kumbe yule binamu yangu akawa anafahamiana na memba mmoja wa hii kampani. Ila mimi hakuniambia, alinificha. Naenda sasa ile safari alileta watoto walirudi tena nchini kwake. Sasa Mungu akateremsha maradhi kwa mke wake. Muona point ilipoanzia, akateremsha maradhi kwa mke wake na yule binamu yangu. Kwa sababu ni mtu mwenye pesa, akaniambia bwana nataka unitafutie hospitali huko kwenu ambao ni nzuri. Nikampigia simu rafiki yangu nilimaliza naye olevu pale Dar es Salaam. Nikampigia simu bwana hivi hospitali gani ambayo ni the best naweza nikaenda alafu mtu akapata matibabu mazuri. Akaniambia bwana tujaribu Aga Khan. Kama sio Aga Khan tuende Regency. Hizi kidogo ni the best. Nikamwambia mimi nimetoka Dar. Yale maeneo kama nimeanza kuyapoteza. Akanipa ramani nzuri. Akaja pale Kigoma bila na mke wake, wakanilipia nauli, tukapanda mabasi wote mpaka huko Dar es Salaam. Akalipa hoteli tukakaa. Sasa kabisa tumefika siku ya kwanza, siku ya pili tukaenda hospitali pale Regency pale. Mke wake akafanya matibabu ile siku ya kwanza. Tumefanya matibabu, akaandikiwa MRI aende pale Reliable karibia na Clouds. Tukafanya MRI tukawa tumerudi nyumbani. Sasa yule mke wake akamuuliza, hivi kama sisi tuna pesa, huyu mtoto ndugu yako na tumekuja naye hospitali, kwa nini na yeye asitibiwi? Pesa ni vitu vipo. Yaani kama Mungu tu sikuja kwa hilo swala la mimi kutibiwa, wakawa wamenichukua. Tukaenda paka pale Regency. Kwa hiyo wakati mke wake anapata matibabu na mimi nikafanya nini? Nikajumlishwa. Nikamshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kusema nitaingia Regency, nitajilipia au niendesha matibabu siwezi. Nikaandikiwa test za vipimo, gharama, nikaandikiwa tena kutokana na ugonjwa niliokuwa nao kwamba unashindwa kubalance, nashindwa kutembea. Wakahisi labda nitakuwa na shida kwenye ubongo. Labda sehemu ya brain inayocontrol memory na balance ya mwili itakuwa na shida. Ikabidi wale waindi waandike niende Reliable na mimi nikafanya ile MRI, kuingia kwenye ile mashine ile, wapige picha za brain na spinal cord, wajaribu kutazama kama kuna sehemu kuna link ambayo inanipelekea mimi kulose hizi vision na napata very poor vision. Siku ya mtihani inabidi nichukue karatasi ya mtihani niisogeze hapa na nisome maswali.
Yaani nasogeza hapa ndio nisome swali, nilitafakari afu nijibu. Basi nikapelekwa kule tukafanya vile vipimo. Sasa kinachonishangaza, naumwa, vipimo vinafanyika vikubwa vya gharama, madokta wana prove no anything unachokiona. Inakuja sheet ile imetoka Ulaya, yule madam anasema sioni chochote, cerebellum true, sijui hypothalamus true, sijui forebrain true, hindbrain, medulla ipo vizuri, pons ipo vizuri, spinal cells zipo vizuri. Sasa shida ni nini? Tukao tumerudi pale hotelini. Sasa alipigiwa simu na yule mama, sikumbuki vizuri hata kama simuoni, akaja yule pale akaja akaniambia, bana, tutakapotoka hospitali kuchukua dawa kuna sehemu tutapita, kuna mtu anaenda kuonana naye. Mimi sijui kweli kinachoendelea, wala hata yeye mwenyewe hakuwa na yakini ya hicho kitu. Tukaja sikio mpaka pale getini, kwanza waliwasiliana, ni mtaa gani? Mimi kwa sababu Dar es Salaam naifahamu sana, nikamwambia hapo napafahamu, jengo la Bodi Mikopo la zamani. Tukaja mpaka hapo getini, tunaingia pale, wakaja wakatupokea. Nakumbuka nilimkuta Hasim, nikamkuta na mama, wakatupokea, tukapanda mpaka huko ndani. Tulikuwa kuna meza, tulikuwa si wenyewe wanne na watu wengine fulani, lakini sisi walituchukua kama private. Kumbe kitu kilichomleta yule binamu yangu, alikuwa amekuja kufundishwa hii program inayofanyika sasa hivi, afundishwe na huyu mama, ili yeye kwa sababu ni mtu ambaye ana memba kubwa kule nchini kwao Burundi, aichukue ile system aipeleke kwenye ile nini nchi, ikaendelee tree kama kawaida. Ndio mpango uliokuwepo, mimi sijui. Basi mimi nikajoin kwa sababu ni kitu kinafundishwa, nikajoin nikawa nimefundishwa mpaka tumekaa. Mimi nimeelewa, nikatoa view zangu kwa sababu ninasoma medicine na hivi vitu vinaelezewa mambo ya cell na medicine, kwa ni kama vile ilikuwa kuweka chumvi kwenye maji, yaani niko naelewa zaidi, kwa sababu ukiniambia stem cell, ukiniambia human pathology, mtu anapataje diseases, tissues zinakuwaje, mimi nafahamu zaidi kwa sababu ni vitu ambavyo nimesoma in semesters, I know. Kwa hiyo nikawa nimepesi sana kumuelewa. Sasa Dina kama amesema hivi, hebu kwa sababu wewe unaumwa, tuchukue hizi part, wakati unatumia hizi dawa umezopewa za neuro support, neurotones na hizi deep force injection unazochoma, chukua na hizi UG care product, wewe unafanya nini? Unatumia, tuone nini itakuwaje. I say pale ndio muujiza wa Mungu ulipokuja. Serious. Sasa unajua unapoumwa kwa muda mrefu, hii ni tendency ambayo inatokea kwa kila mtu. Unapoumwa kwa muda mrefu, inafikia pointi ukipewa kitu ambacho ni cha kutibu, unahisi kama ni kama zilizofanya nini? Ni kama zilizopita. Imagine 4 years unaumwa. Kwa unahisi kwamba hata hiki, kwa nikaenda kitumia, lakini ile concentration, yaani sema anyway ni katika dawa ambazo natumia. Nikatoa maelekezo, mimi nikafuata. Kwanza nilianza kutumia hapa, tulichukua kama siku 2 nikaondoka nazo nyumbani. Naamka asubuhi, natoboa kale kapati kapo mle ndani, nakachana vizuri, naika chini ya ulimi saa 12 hiyo. Baada ya nusu saa nikawa nawasiliana na jamaa, tunatumia na message, natumia. Sasa itapita wiki. Hapo ndo sasa nilianza kuchanganyikiwa. Ikapita wiki, nikaona vision ya macho imerudi. Ikapita wiki, nikaona vision ya macho inarudi. Siku 3 zilizofuata nikawa napata mishale mikali sana mwili mzima. Yaani napata mishale kama vile vitu nilivyokuwa nasikia kama vinazunguka mwilini. Nikienda kwa mganga ananiambia labda sio ni majini yanatembea, kwa hiyo ngoja tufanye hivi, labda ni vitu vilivyokanyaga njiani ndio vinatembea kwenye mwili. Sasa mbona na hizi dawa ninavyotumia nasikia vinafanya nini? Yaani kuna sasa sijui ndio dawa ilikuwa inafanya. Kwa hiyo mpaka sasa sijapata jibu. Lakini point ilivyokuwa inazidi kwenda, ile hali kaa inafanya nini? Inarudi nyuma. Lakini kama mama zangu, baba zangu, rafiki zangu, yaani naweza nikaongea kitu, si kwamba na maana ya kumisbehave, lakini ni katika sehemu ya kuonyesha ukweli wa hichi kitu. Ndani ya miaka 4 katika maisha yangu mimi kama mwanamume, sikuwahi kuziona nguvu za kiume. Serious. Kwa sababu ni medicine, kuna vitu ambavyo huwezi kuvificha. Lazima ufungue mind za watu waelewe wanafanya nini. Usio unakuja hapa masaa 3 unapoteza muda.
you must know, ili ujue your diseases how can it, how can it be clear. Lazima ujue. Ile wiki ya kwanza strongness niliyokuwa nikiipata katika muda niliokuwa siumwi ndo kama nilivyokuwa mwanzo ndio ilivyorudi. Wale ndugu zake na watoto wake ambao walienda Cyprus, tunachat kwenye simu na mke wake, wakawa hawataki kuamini kama labda nimerudi nina uwezo wa kutembea, inabidi walikuja kunirekodi nikimbie, niruke, akawatumia kwenye simu, yani hawaamini. Pakti ya kwanza nikamaliza, nikashika pakti ya pili. Hivi ninavyozungumza na wewe, nikipandisha huku guu hivi vinyweleo vilivyojaa hapa, hapakuwa kinyweleo hata hiki. Ngozi yangu ya kibinadamu imerudi, vinyweleo vimeota. Jana usiku, ndio nilimaliza token ile ya mwisho katika pakti ya pili. Nikamwambia Hashim, ninakuomba kesho nije niwaambie watu juu ya hichi kitu. Sisemi UK imeniponya, Mungu ameniponya kupitia UK. Kwa hiyo watu wanaumwa. Kama una mgonjwa wako, I'm serious. Kama una mgonjwa, try UK. Awe na stroke, awe na sugar, awe na nini, try. Wanaposema hizi mambo za stem cell supplements ni ngumu sana. Kama hauna knowledge ya medicine utaelewa kwa juu sana, but nakwambia try. Mimi ninajua undani wa hiki kitu kwa sababu nimesoma pathology ya mwili, bakteria wanaanza vipi mpaka unapata disease. Anaposema immune ambayo ina prevent the body against disease, I know much. Try stem cell. Kama una dawa za mgonjwa wako anayeumwa, ka stroke, haoni, hasikii, ana vitu gani, try. Mimi hizi lips za mdomo nikikwambia nizichezeshe hivi, nilikuwa siweki weka milioni 10 hapa. You never believe. Lips hizi nakula, yani sina uwezo wa kumaintain chakula, na hisi kama vile yani sina connection kati ya kichwa kupata power ya kutafuna na mwili. Unajua chini ninachoongea nyinyi mnaweza msiamini, ila brother anajua kwa sababu alikuwa anaona hivi. Siku ile nimekuja kwenye kupanda hizo ngazi hapa, na nini ananiambia leo kuna lift. Nikamwambia leo lift imewaka. Nikamwambia mimi sina lift, mimi napanda zangu juu. Ilikuwa kwenye kupanda. Huyu hasi mshahidi. Ilikuwa lazima nishike ile chuma ya kupandia juu. Ndio tunaenda moja, ngazi ya pili, ngazi ya tatu, ngazi ya nne. Lakini nashuka na ninapanda. Na hivi naamini ni kwa sababu maradhi yameniathiri kwa muda mrefu. Kwa hiyo UK haiwezi kufika ina sack ikatoa. Itakwenda stage kwa stage until itakuwa normal, as normal kama nilivyokuwa. Kwa hiyo kwa watu ambao nimeshaipata sasa hivi ni zaidi ya 75%. Ina maana kama ningekuwa ugonjwa nimeutime katika ule muda nilioupata, labda ni month au ni weekly, nimeipata hii UK, I believe nilikuwa nishasahau. Nimeingisha semester zaidi ya mara 4. Yaani watu niliomaliza nao chuo na shule this time wamemaliza chuo medicine, wako kazini. Mimi sijamaliza second year. Nafanya mtihani na faulu, semester inayofuata sisomi. Natulia nyumbani, wenzangu wanaendelea mbele. Anajua brother. Naandika barua na respond, narudi NACTE, na waomba tena, wananiwekeza mwaka narudi. Ndani ya miezi 4 na respond na shindwa. Unasoma kozi ya miaka 3, unaisoma miaka 6. Kozi ya miaka 3 unaisoma miaka 6 au 5. Kwa sababu ya hili tatizo nilikuwa na lose. Hakuna mganga ambaye mimi sikwenda. I'm sure na waambia wa kienyeji
Sehemu gani mimi sikupeleka? Unavuliwa nguo makaburini, unafukua makaburi, unapelekwa usiku, unalishwa visivyojulikana. Yote hiyo una believe labda huenda ndio kwenye kupona kwangu. Leta laki sita, hapo leta laki tatu. Na kama kuna watu watakaoingia kwenye moto wa Mungu sijui. Waganga wa kienyeji ni the first. Believe. Hichi ninachokwambia ninakijua, kimenitokea mimi. Unakwenda, anakuambia tatizo nimeliona na ni mtu wa pale pale kaibena maeneo yenu, sijui ni mwanamke. Yaani anakuanzia kukutibu as if yani unajua unaenda kupona. Kwa sababu umeaminishwa. Na hiyo kwa sababu unajua mtu anayeumwa hata uambie bana mavi yeye ndio anayokwenda kukuponyesha. Utakula. Kwa sababu una heal ndani ya mwili. Unahitaji uwe strong ili continue with your daily activities. Hichi nitaka nije nikizungumze mbele zenu. Kwa sababu nilimwambia Hasna, kwa sababu na sasa tulikuwa tunapata record, nikamwambia mimi usijali. Kwa sababu siongee uongo, ninachogopa ni vitu viwili. Uongo kwenye serikali, uongo mbele za Mungu. Kwa sababu kuna siku nitakufa. Kama naongea uongo kwa wadanganya ili mwingie kwenye UK ya kuwadanganya, basi nitakula faida ndani ya muda huu. Ila milele chini ya udongo nitajibu jua ninachokifanya. Kwa hiyo siwezi kufanya ujinga mbele za Mungu. Ninachokiongea ni true na kimenitokea mimi. Naendelea na dawa na Mungu akipenda tupo kwenye program, nataka nije nichukue pakti za kama 2. Nimeshaongea na Dina, niendelee kuzitumia ndani ya miezi mingine 2 nilikave moja kwa moja. Ndio program iliyopo kwa sasa hivi. Kwa hiyo sikufichi. Unaweza ukawa una mgonjwa, kaishangaika sana. Imagine nimepoteza 3 million. This is true nakwambia, mama kabaki hana kitu. Nikabaki nasaidiwa na friends, ya rafiki zangu. Ambao nimeishi nao vizuri kwa muda mrefu. Mtu anatoa zaidi ya 500 ukatibiwe. Kuna binti mmoja ni rafiki yangu huko na nini, alinipeleka hospitali ya macho. Tulitafuta the best hospital for the eye. Kile kibao kama unatoka Morogoro Road waandika welcome Dar es Salaam. Kuna mbele kuna daraja. Ukienda mbele kidogo mkono wa kushoto kuna hospitali kubwa. Ipo mkono wa kushoto kama unakwenda Morogoro, kama unatoka Mbezi Mwisho. Ukitoka Mbezi Mwisho kama unaenda Kibamba, kuna hospitali kwa mkono wa kushoto. Ya nani yao wanani? Hao watu wa Iran. Hao watu wa Iran na wanashuhudia Islamic ni the best kwa masuala ya macho. Mimi nimeenda, sisemi kwamba hawajui. Wapo wana shida za macho walipona. Nimewekewa mitambo ile ya macho. Unafungwa kwenye macho. Unaambiwa tazama, walitoa majibu hawaoni chochote. Unaweza kama umeandika kwa muda mrefu, una mgonjwa wako ambaye kata matumaini labda akapata paralysis. Usifikiri kwa kunywa hizo box 2 za UK eti within a week au 2 weeks utamwona kasimama. No. Mimi hizi UK nimezinywa toka mwezi wa 11 mpaka leo, yani after 1 month ndio unakuja kupata matokeo. Na huenda nimepata matokeo haya kutokana na tatizo langu lilivyokuwa la muda mrefu. Test, try, jaribu hii kitu kwa mgonjwa. Sisemi itamponya ila jaribu. Alafu wewe utasema. Mpe tu hizi supplement. Kuna swali aliuliza brother, akazungumzia mambo ya mtu kunywa pombe. Kama unataka kutumia UK, hii nataka niwe free niwaambie ukweli. Kama unahitaji kupona kwa kutumia UK, vile vitu vinavyoongeza disease kwenye mwili inabidi uachane navyo. Kwa sababu huwezi kujenga ukuta, alafu kuna watu wanabomoa msingi, utegemea ukuta utaenda. Kwa hiyo huwezi kutumia UK, alafu unachukua alcohol unaingiza mwilini, inakwenda kudistract liver cell. Alafu wakati huo UK ijenge liver cell, wewe unaendelea kudistract. Unaendelea kuvuta sigara, pathology ya ukuta wa mwili unauvunja kwa kutumia zile nini zipo kwenye sigara, ile nini nicotine. Unatumia sumu kuua zile seli, alafu tunategemea UK kuinua. Hicho kitu hakiwezekani. Utakuwa unatonga maji, utapoteza muda. Unatumia UK, basi endana na health program. Kula vizuri, fanya mazoezi, stay well, vuta oksijeni nzuri. Tumia UK kwa utaratibu wake. Saa 12 ujala, umeamka alfajiri, chana mfuko weka chini ya ulimi. After nusu saa, chukua nusu kombe ya maji kunywa.
fanya mazoezi. Mtu ana stroke, fanya mazoezi. Amka asubuhi, kimbia, jaribu. Lakini kama utakuwa unatumia kilevi, alafu tena unatumia UK kuponya, mfumo huo sijui kama utasijili kama kuna hiyo dunia sijui. Sidhani kama itawezekana kwa kweli. Kama unataka UK kuponya, basi vile vitu vinavyosababisha disease escape. Alafu utumie hii. Hichi ndio kitu nilichotaka nimuombe hasi. Nitakuja kupata shule, nitakata kesho pia nafikiri kama nitapata nafasi nitakuja. Maana nilikuwa na mpango kule nyumbani, nataka niipeleke. Siwezi kuwaita watu wote kwa pamoja. Nitawaita, kuna watu ambao nitawaita wanaoumwa. Alafu wale ndio watanisaidia kuprove hii kitu. Ni kitu kigumu sana najua, kuamini kama hizi practice zinaweza kusaidia kitu. Nikakumbuka maneno ya mchungaji. Rafiki yake na bila tulomfuata kule wapi Tegeta mwisho. Yule mchungaji mama anamjua nadhani, sio ni mume wake. Ana drive akatuchukua akatupeleka mpaka hoteli. Akasema alikuwa na drive gari kutumia miwani. Akatuambia miwani alitoa. Pale ndio nilikuja kuprove kumbe hii kitu macho inasafisha ni kweli. Kwa sababu hata Dina alikula pakti moja, hasomi kwa miwani sasa hivi. Na alikuwa kile kitu anafanya kwa miwani. Huyu Roshi shahidi tulikuwa naye news pale. Jana kaja hoteli tu na ni jioni. Anasema situmii miwani. Kwa hiyo ningekuwa nasema mimi peke yangu, ningekuwa naona kitu ambacho hakina msingi, lakini kuna more than 3 people ambao nao wameona positive result. Usiweke mashaka. Mimi sikutaka kuzungumzia mambo ya system, sijui kuna hela, kuna nini. Mimi sitaki kuzungumzia hilo. Kwa sababu ukishaponywa hizo hela utazipata. Nilichotaka mimi kuzungumzia ni uzima wa afya unaotokana na UK. Kupatikana kwa hela zinakujaje, zinafanyaje? Kina Hasimu utakwambia. Ila mimi ninachokuambia ni part. Utumie kama unaumwa. Na kama uumwi, kula for your strongness. Kwa sababu growth ya mtu kama vile unavyoona mlima. Unapokuwa mchanga, rate ya ukuaji inakuwa kubwa. Replication ya cell ni kubwa. Ikifika the peak miaka 30 inakuwa ni constant. Cell lose and the cell produced inakuwa the same. Ukianza ku drop, the cell lose is higher than the cell replacement. Kwa hiyo hii UK inakwenda kukuongezea ukuaji wa zile nini? Cell. Hicho ndio kinachotokea. Na within cell ndio human performance ya kila kitu inapatikana. Mitochondria, sijui nini, ribosome, storage of food, sijui nini, protein, inafanyaje within cell ndio kila kitu. Uwe na kisukari, beta cell na alpha cell ndio zinafanya regulation ya glucagon hormone. Ya sukari pande au ishuke. We talking about cells. Ukadhibiti cell, hicho ndio wazungu walichokushinda. Ukidhibiti cell, huwezi kupata disease kwa sababu zina fight against your foreign bodies. Ukiingiza tu kidonge na sio ugonjwa kinakamatwa. Akiingia bakteria wanakamatwa. Wakiingia pathogens wanakamatwa. No disease can develop. Hasa watu ambao, yani hii kitu kama mimi nilivyoiona, kwa watu ambao wana tunaita immune deficient syndromes. Hao watu ni HIV. Kama unayo serious, tumia UK itakusaidia. Kwa sababu your immune system ya kwako iko chini. Ukitumia hii inakusaidia kuzalisha immune za mwili. Zile erythrocyte cells zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo wale HIV watakuwepo kwenye mwili lakini they didn't do anything. Utaendelea na maisha yako kama kawaida. They didn't do anything. Unabaki tu kupima unao lakini temporary. Kama vile ulivyo na damu, basi ipo tu. The human being we're talking about cells. Kila unachokiona kwenye mwili wako ni cell. Iwe hair ni cell. Iwe ni damu ni erythrocyte cells. Iwe ni skin ni melanin cells. Iwe ni kucha kuna cells. Wote ni vinyoleo ni cells. Kuzalisha mate ni cells. Kwa hiyo kama watu wana stem cell, labda nitoe faida moja. Labda unaweza ukajiuliza kwa nini unasema stem cell? Kwenye mmea
huu na uone, ukipanda maharage unatoka mmea, ukipanda sijui mikunde sinatoka mimea. Ile mimea inakuja kutokana na kitu kinaitwa micro and micronutrients au micro and micro elements. These are elements which support plant growth. Zile ndio zinasababisha mmea ule wa maharage unaona unakuwa unatoa maharage. Mwavoka unaona unakuwa unatoa parachichi. Sijui muhindi unaona unakuwa unatoa muhindi. Zile zilizoko ndani kwenye muhindi ni storage food of the plant zilizotokana na nini? Na elements. Elements huwezi kuziona kwa macho, zinaingia kutoka kwenye ardhi kupitia kwenye roots ya ule mmea. Ili wewe uzipate zile elements, ndio maana unachukua muhindi unachoma unakula. Ukitafuna ikienda mwilini ina dissolve ile elements. Zinakwenda kwenye blood stream kusupport maisha yako. Hao walichokifanya wamesimplify kutokana na dunia sasa hivi, vyakula vingi vimekuwa ni vya chemical, vyakula vingi vinasindikwa. Idadi ya elements au rutuba kwenye vile vyakula inakuwa ni ndogo, haupati supplements zinazotokana na zile chakula kwa wingi. You care ile product ina zile elements za miti mbalimbali ambazo zina uwezo kusupport human growth, zimekuwa package kwa pamoja. Kwa hiyo unapoweka chini ya mate ina dissolve as a nutrient kama ilivyo inaondoka kwenda kwenye blood stream. Tukiulizana hapa kila mtu ashuhudie hii wiki mpaka imefika leo, kuanzia Jumamosi mpaka siku ya leo umekula matunda mangapi? Hakuna hata moja. Unapochukua hali practical ndani ka UK, umekula avocado, umekula nini? Supplements zote umezitumia within a time. Zile ndo zinazokwenda kunurisha. Kazi ya zile nutrient ni kufanya nourishment and maintain of life. Maintain of life ndio inanourish tissues, cells. Cells zikishapata zile supplements, maana yake nywele zitakuwa vizuri, utapata vision, utatembea kwa sababu muscles zitakuwa strong. Regulation ya liver, regulation ya pancreas, kuregulate sukari lazima itakuwa at normal kwa sababu beta alpha cells zinafanya kazi. Try kitu hicho ndio nataka nifikishe kuambieni leo. Hicho tu ndio nataka nifikishe kwenu. Kwa hiyo niseme nashukuru.